kuna baadhi ya kundi linafanya mazingira mabovu ya ardhi, wanauza yale maeneo yani kiholela. Wao sio viongozi na wanaungana na mwenyekiti wa serikali. Tunapoenda kulalamika tunaitwa wanafiki. Sasa ndugu mheshimiwa, kweli mama katuwekea mradi kama ule. Maeneo kama haya tunategemea mradi ule ukamilike. Tuende tukapewe hata kipande ili tulime. Leo hii kuna kikundi kinatoka kinaenda kuuza kiholela tu, lakini unapoenda kulalamika unaambiwa wale wanafiki. Nani kauza? Mwenyekiti wa serikali ana kundi lake. Mwenyekiti wa serikali yuko wapi? Mwenyekiti njoo. Mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti yuko wapi? Hapa. Ya MC. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji yuko wapi? Mwenyekiti wa serikali ya kijiji Mkomazi. Chamanga Mtindilo. Yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Manga Mtindilo ni mbali kidogo kutoka hapa, kwa mwenyekiti hayupo, ni ukiwa unaelekea mpakani na wilaya na mkoa wa Kilimanjaro. Sasa hayo maeneo ambayo yanaonekana yameuzwa kiholela, kwanza nafuta huo uuzaji, mkuu wa mkoa afuatilia mpaka tujue ukweli wake ukoje. Diwani yuko wapi? Mheshimiwa Diwani, hebu tuambie. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi ndio diwani wa kata ya Mkomazi. Swala hili nimelihangaikia na nimelileta kwa mkuu wa wilaya. Kwa kweli maeneo kule yanauzwa na si uongo. Na nilipoenda pale hata juzi kuna maelekezo mkuu wa wilaya alinipa. Nikarudi kwa wananchi. Yeye mwenyekiti wa nonili mwenyekiti wa kijiji akaamua kutoroka mkutano wangu, yeye na mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata anamwambia tuondoke, achana na huyu diwani kwa sababu nasimamia haki za wananchi. Wao wanasema hakuna mtu wa kuwababaisha niende nikashtaki popote. Inasikitisha sana. Na mimi nimechaguliwa na wananchi, ni lazima nisimamie wananchi na nifanyie kazi wananchi. Sasa wa kuwababaisha ameshakuja. Mkuu wa mkoa, ondoa hiyo serikali yote iliyokuwepo kwenye hicho kijiji. Ondoa na watendaji hao, safisha kila kitu na kamati hiyo uanze upya. Tunapata shida ya migogoro kwa sababu wala rushwa wadogo wa aina hii. Maslahi binafsi ya kijingajinga ya watu wa binafsi wa aina hii. Kila eneo ukienda unakuta migogoro. Tunachagua serikali za vijiji wanaenda wanauza maeneo, sehemu zingine wanakaribisha wageni kinyemela, wanauza maeneo bila ridhaa ya serikali ya vijiji. Sasa mkuu wa mkoa, tunamalizia ziara kesho, tunapomaliza tunapoagana, nenda pale kaweke serikali mpya. Ondoa takataka yote iliyokuwepo pale. Yule anayeangukia serikalini, mwelekeze katibu mkuu. Katibu mkuu mfikishie maelekezo haya, amuondoe mara moja. Tunataka kero za wananchi zitatuliwe pale pale. Mbona sekta ya elimu anaweza? Mliwahi kuona lini mwanafunzi wa shule ya msingi anafuatilia TCM9 makao makuu? Mwalimu mkuu tu anafuatilia. Wanasikiliza kero za elimu. Hawa wengine tunawapeleka pale wanaenda kunemesha matumbo yao. Haya, tunapoelekea Lushoto, mkuu wa wilaya, kabla mkuu wa mkoa hajaja, akute haya umeshayamaliza pale. Safisha hiyo serikali yote, na yale maeneo aliyouza kinyemela yaanze, rudisheni upya. Nimefuta huo upuzi wote huo. Haya, tuendelee na anayefuata. Na mheshimiwa mkuu wa wilaya, yule mama aliyeongea pamoja na mheshimiwa diwani, ole wake aguswe. Ole wake mtu amguse.